Kwa majina naitwa Mhandisi Alex Kato, ni mhandisi wa TARURA wilaya ya Momba na ndiye msimamizi wa mradi huu wa ujenzi wa daraja la Msangano katika barabara ya Msangano Chindi. Utekelezaji wa mradi huu ulianza mwezi wa 7 mwaka 2024. Mpaka sasa mradi wetu upo 95% za utekelezaji, ambapo kazi zote muhimu zimekwisha kufanyika. Mradi wetu umeanza kutoa manufaa, maana kwa sasa wananchi wameweza kunufaika. Mwanzo walikuwa wanapita eneo hili ambalo walikuwa wanapita kwa mitumbwi kipindi hiki cha mvua na ilikuwa ni hatari. Lakini kwa sasa wanaendelea kutumia daraja letu ambalo limeshafunguliwa, linaendelea kutumika. Mradi unaleta manufaa, watu wanaendelea kutumia kusafiri kutoka wilaya, makao makuu ya wilaya ya Momba kwenda Tunduma na vijiji vya karibu kama Chiwezi, Msangano yenyewe ambayo ni Ntinga na vijiji vya karibu na maeneo haya. Imekuwa ni mkombozi. Barabara hii inaunganisha kati ya wilaya, makao makuu ya wilaya na mji na mamlaka ya mji wa Tunduma. Kwa hiyo imerahisisha usafiri. Maana mtu alipaswa kusafiri zaidi ya kilomita 100 kuweza kufikia mji wa Tunduma. Maana yake azunguke mpaka Mlo kupitia njia ya Kamsamba kwenda kufika Tunduma. Lakini kwa sasa wanapita hapa. Ni kilomita 50 tu, ni nusu ya safari. Kwa hiyo mradi huu na kwa kutekelezwa na TARURA umeweza kuleta manufaa makubwa sana kwa wananchi. Na tunashukuru serikali kwa kuleta fedha, kutenga fedha bajeti ya daraja hili ambayo imeleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi. Na hivyo tunatarajia kipindi cha mavuno, badala ya mazao kupita barabara ile ndefu zaidi ya Kamsamba kwenda kutokea Mlo, sasa watu watapita hapa. Mimi naitwa William Yuda Kifu. Hili daraja limetupunguzia adha kwa sababu tulikuwa tunavukaga pale. Sasa hizi tumepata urahisi wa kuvuka. Tunashukuru serikali imetujengea daraja letu hili zuri kabisa. Mimi kwa jina naitwa Monica Hemson Silungwe. Shida ambayo tulikuwa tunaipata hapa mtoni ni ya kuhusu huu mto. Tulikuwa tunavuka kwenye vidimbwi fulani hivi, wanasema mtumbwi. Kila wakati ni hela, kila wakati hela. Sasa hizi tumepumzika. Mazala yalikuwa yanatufunika. Hivyo vimtumbwi vilikuwa vikishindwa nguvu, vinatufunika. Na watu wengi wamepata mazala, wameumia kwenye mto huu. Wengine wamepita na mito. Naitwa Lucas Mugala. Kabla ya hili daraja kulikuwa changamoto, sababu tulikuwa tunavukia kwa chini, walikuwa wameweka kingalawa. Unapovuka lazima wakutoze hela. Ukiwa na pikipiki labda unalipa 5,000. Na ukikuta wameshatoka hapo, basi hauwezi ukavuka tena, inabidi ulale ngambo ya pili. Kwa hiyo baada ya kutengeneza hili kidogo daraja, kiukweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, serikali yetu ambayo ipo madarakani imeturahisishia sana. Hivi tu hapa nimetoka hivi karibuni, ningekuwa kwa chini maana yake nisingeweza kufika kijiji jirani. Maana mimi natokea kijiji jirani cha Msamba, na hiki ndio kijiji ambacho mara nyingi kina mahusiano makubwa sana. Kwa majina naitwa Musa Elias Siame, diwani wa kata ya Msangano, ambaye pia ni mnufaika wa mradi huu wa ujenzi wa daraja linalounganisha halmashauri ya wilaya ya Momba pamoja na mji wa Tunduma. Kwa kweli kabla ya ujenzi wa daraja hili, wananchi wa kata ya Msangano walikuwa wanapata changamoto nyingi na athari nyingi ambazo zilikuwa zinatokana na mto huu. Kwa sababu kwanza lilituzoofisha kiuchumi, kwa sababu ng'ambo hii kuna mashamba mengi ambapo watu waga wanajishughulisha na kilimo cha mpunga. Lakini pia bado wakati wa kuvuka, kwa sababu watu walikuwa wanavuka kutumia mtumbwi, watu wengi walikuwa wanapata changamoto kupoteza mali zao, kwa sababu mitumbwi ile mara nyingi ilikuwa inasombwa na maji. Hivyo watu wengi walikuwa wanazama, lakini watu wengi walikuwa wanapoteza mali zao kutokana na kuvuka kwa kupitia mtumbwi huu. Mradi huu utakuwa kiunganishi kikubwa kati ya mkoa wa Rukwa pia na mkoa wa Songwe. Lakini pia itakuwa ni kiunganishi kikubwa ambacho kitatusaidia kukuza uchumi, kwa sababu bidhaa nyingi zinazokuja kata hii ya Msangano huwa zinatoka Tunduma.
Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa kusikiliza kilio chetu